Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema watuhumiwa 6 kati ya waliokamatwa wanatuhumiwa kwa kuvunja majengo usiku na kuiba mali za kanisa. Kwa kipindi cha mwezi Aprili mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 987 uhalifu ikiwemo mauaji, kubaka, kupatikana na mali za wizi, kupatikana na silaha bila kibali na kupatikana na madawa ya kulevya ni matukio ambayo watuhumiwa wake wameweza kukamatwa. Wakati huo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wengine 6. Wote hawa ni wakazi wa mtaa wa Mtakuja Mbarizi. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya kuvunja majengo usiku na kuiba. Baadhi yao pia wanajihusisha na ushushaji wa mizigo Mlima Nyoka kwenye magari ambayo yanasafirisha mizigo kutoka mkoa wetu wa Mbeya kwenda mikoa mingine ya jirani. Kwa hiyo watuhumiwa walikamatwa mtaa wa Mwanyanje, Kibonde Nyasi jijini Mbeya na mtaa wa DDC katika mji mdogo wa Mbarizi baada ya kuvunja majengo ya kiwemo majengo ya kanisa, kwa mfano kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG lililopo Uyole, jengo la kanisa la EAGT yani Evangelical Assemblies of God of Tanzania lililopo Uyole na nyumba za watu. Aidha, Kamanda Kuzaga akatoa mafanikio ya kesi hizo. Jumla ya kesi zote zilizofikishwa mahakamani zilikuwa 324. Kati ya hizo kesi 130 zilipata mafanikio kwa washtakiwa kukutwa na hatia na kuhukumiwa vifungo. Aidha, kesi 164 hizi bado ziko katika hatua mbalimbali kule mahakamani zikiendelea kusikilizwa. Katika mahakama ya wilaya Chunya, kati ya zile kesi ambazo zimesema zimepata mafanikio, mtuhumiwa mmoja anaitwa Dida Elias Rupia mwenye umri wa miaka 36. Huyu ni mkazi wa Stamiko wilayani Chunya. Alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela maisha kwa kosa la kubaka na kulawiti alilolitenda dhidi ya mtoto mwenye umri wa miaka 8 ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la 2. Kwa upande wake, katibu wa kanisa la EAGT akalishukuru jeshi la polisi kwa namna lilivyofanya kazi, huku akitoa rai kwa wananchi kuacha tabia ya wizi. Kanisa tushukuru sana jeshi la polisi maeneo yote kwa kufanya kazi kubwa namna hii mpaka vyombo vikapatikana. Lakini pia ni vizuri hao ambao walihusika kuiba pale kanisani wasiendelee kuiba na maeneo mengine, kwa sababu wizi sio mzuri. Wakati mwingine wanaweza wakawa wanakuja makanisani kuiba kwa sababu watu wa makanisani hawapigi na hawafanyi chochote. Sisi tutaambizana sasa hizi tutaanza kuvunja miguu pia, kwa sababu wanategemea kanisani kwamba wakija sisi tunasema tumekusamehe. Safari hii tutaanza kuvunja miguu. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.